Watu wengi tunafikiri kuwa vita ni mabomu na risasi tu pekee. Lakini pia tunadhani kwamba vita ni ndege, ukiwa na drone, ukiwa na mameli makubwa makubwa, manyambizi. Lakini katika karne ya 21 kuna vita hatari zaidi ambayo haionekani kwa macho ya kawaida. Ni vita ya mtandao, tunasema cyber war. Leo tutaangalia mgogoro uliopo kati ya taifa la Iran na Marekani. Lakini tutaangalia pia jinsi gani teknolojia ya cyber security imegeuka kuwa silaha ya kisiasa, kijamii, lakini pia kiuchumi pamoja na kimkakati. Karibu sana, ungana nami katika video hii mwanzo hadi mwisho. Kwa macho ya kawaida, mgogoro kati ya Iran na Marekani unaonekana kama wa kisiasa na kijeshi. Lakini nyuma ya pazia kuna vitu vingine ambavyo watu wengi hawavifahamu. Hii ni vita nyingine isiyoonekana, isiyo na milio ya risasi, mabomu wala bunduki. Vita ya mtandao. Mgogoro kati ya Iran na Marekani umeendelea kwa miongo kadhaa sasa, lakini kadiri dunia inavyoingia kwenye zama za kidijitali, uwanja wa mapambano umebadilika. Leo nguvu ya taifa haipimwi kwa makombora pekee, bali kwa uwezo wake wa kushambulia na kujilinda kimtandao. Inaaminika kuwa chanzo cha mgogoro huu kinahusishwa kuwa ni itikadi za kisiasa, udhibiti wa Mashariki ya Kati, programu ya nyuklia ya Iran, vikwazo vya kiuchumi kutoka Marekani. Kwa upande wa Marekani, viongozi kama Donald Trump na Joe Biden wamekuwa wakiiona Iran kama tishio kwa usalama wa kimataifa. Kwa upande wa Iran, uongozi wa Ali Khamenei unaiona Marekani kama adui wa muda mrefu anayejaribu kuidhibiti kisiasa na kiuchumi. Lakini badala ya vita ya wazi, pande hizi zimechagua vita ya kivuli, tunasema proxy ama cyber warfare. Cyber war ni nini? Kitaalam, cyber warfare ni matumizi ya malware ama sabotage ya mifumo muhimu katika taifa fulani. Hii inaweza kuathiri mifumo ya umeme, mifumo ya gesi, mifumo ya kibenki, mifumo ya usalama wa kitaifa, mifumo ya mawasiliano, mifumo ya miundombinu ya kijeshi. Mnamo mwaka 2010 dunia ilishuhudia tukio la ajabu lisilo la kawaida. Kituo cha nyuklia cha Iran kilianza kupata hitilafu za ajabu kwenye mitambo yake. Baadaye iligundulika kuwa kulikuwa na malware ya hali ya juu sana iitwayo Stuxnet. Hii ililenga Industrial Control System, SCADA. Iliharibu centrifuges za nyuklia. Ilianza kazi bila kugundulika kwa muda mrefu sana. Uchambuzi wa wataalamu wa masuala ya mtandao ulionyesha kuwa hii haikuwa kazi ya haka wa kawaida, bali ilikuwa ni taifa kamili. Ripoti nyingi zinaonyesha Stuxnet ilihusisha Marekani na mshirika wake wa karibu, Israel. Hii ilikuwa mara ya kwanza katika historia ya kidunia ambapo kodi ilitumika kama silaha ya kivita. Baada ya shambulizi la Stuxnet, Iran haikuwa kimya. Ilianza mashambulizi ya DDoS dhidi ya benki za Marekani. Ilianza kushambulia kimtandao taasisi za serikali. Ililenga sekta ya mafuta na gesi pia. Hapa tunaona wazi dhana ya cyber deterrence. Ukinishambulia mtandaoni, nitakujibu kwa njia ile ile. Unaweza ukajiuliza, athari ya vita hivi katika dunia ni ipi? Umeme unapokatika, maisha yanasimama. Benki zikidukuliwa, uchumi unatetereka. Lakini pia kumbuka, mawasiliano yakidhibitiwa, jamii inapoteza mwelekeo. Cyber war haipigi askari tu, inapiga jamii nzima ya taifa linalolengwa ama taifa target. Hatari zaidi, raia wengi hawajui kama nchi yao ipo vitani au la, kwa sababu ni masala ya ndani sana ya kiusalama. Katika karne hii ya 21, vita haitangazwi kwa maneno, inaanza kimya kimya kwa mstari mmoja tu wa kodi. Kwa mtazamo wa cyber security, usalama wa mtandao si suala la IT tena, ni suala la uhai wa taifa lolote lile duniani. Taifa
taasisi, kampuni ambayo haiwekezi katika cyber security, basi inakuwa ipo hatarini zaidi. Naam, kama ambavyo tumeona katika makala haya mafupi sana, vita sio kitu kizuri, lakini cyber war, vita vya kimtandao, ni kitu kibaya zaidi, kwa sababu unauliwa kimya kimya katika mifumo yako. Hadi kufikia hapo tumefikia mwisho wa makala haya mafupi sana. Naamini kwamba kuna kitu umejifunza. Niwekee kwenye comment kama kuna kitu ambacho unahitaji tukieleze zaidi kwa upande wa cyber security ama cyber war, cyber attacks hizi. Pia usisite kuweka kwenye comment. Sisi tutaandaa kwa ajili yako, kwa sababu bila wewe hatuwezi kuwa sisi. Hadi wakati mwingine, karibu tena, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu hii, follow mitandao yetu yote ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la Singo Media. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Asante sana.